Kama ilivyokugusia ni kwamba tunatazama huko Kenya, lakini kwanza ni kueleze kinachoendelea kuhusiana na ugonjwa wa Ebola kwa ujumla wake. Ni umesababisha taharuki na wasiwasi mkubwa hasa katika mji wa Bunia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi kwenye makambi wanakoishi watu waliokimbia vita. Kufikia tarehe 31 Mei, shirika la afya duniani WHO lilithibitisha visa 321 vya maambukizi na vifo 48 nchini Kongo, huku visa 9 vya watu walioambukizwa vikiripotiwa Uganda na kifo kimoja katika nchi jirani ya Kenya. Japo bado hakuna kisa chochote kilichoripotiwa cha ugonjwa huo, taharuki imeibuka kufuatia kutangazwa ujenzi wa kituo cha karantini cha kuwapokea raia wa Marekani wanaoshukiwa kuambukizwa au wanaougua ugonjwa huo Ebola. Rais wa Kenya William Ruto amekiri siku 2 zilizopita kuidhinisha ujenzi wa kituo hicho katika kambi ya jeshi la anga kaunti ya Laikipia, lakini mahakama kuu ya Kenya pia imezuia ujenzi huo kwa wiki takriban 3. Lakini kwa nini Wakenya wanapinga ujenzi wa kituo hicho, na wataalamu wa afya nao wana mtazamo gani? Na hiyo ndo sababu tuko hapa katika mjadala huu. Nimewaalika kutoka huko nchini Kenya waziri wa afya kaunti ya Laikipia Dr. Albert Waguru, na pia yuko mwanaharakati anayepinga ujenzi wa kituo hicho Collins Liko, na vile Daktari Matendechero, yeye yupo Nairobi. Kama tumewapata, karibuni sana. Kama mnanisikia, karibuni sana. Karibuni sana washiriki wetu, kama tumewapata. Collins, kama unanisikia Collins? Asante sana. Collins, nianze na wewe. Naambiwa kwamba uko peke yako, bado hatujawapata washiriki wengine. Kwanza nipate mtazamo wako, kwa nini hasa unapinga kituo au ujenzi wa kituo hiki cha kushughulikia wagonjwa wa Ebola katika ardhi ya Kenya? Asante sana, na nashukuru kwa kunialika kwa hoja hii. Jambo la kwanza ambalo Wakenya haswa wale wanaishi saidi ya Laikipia na Wakenya kwa ujumla, jambo la kwanza ambalo wako nalo ni kuhusu mambo ya afya ya Kenya mzima, ile inaitwa public health concern, kwa sababu Wakenya wanajiuliza kama serikali inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa wa Ebola, kwa sababu miaka imeenda ambapo Ebola imekuwa hii Afrika. Kenya haijawahi kupata hata mgonjwa hata mmoja wa Ebola. Kwa hivyo uamuzi wa kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya inamaanisha kwamba wale wagonjwa wa Ebola wataletwa hapa Kenya. Na hivyo inatupa nafasi ama inatufanya sisi kama Wakenya tunakuwa na wasiwasi kwamba kwa sababu huu ni ugonjwa ambao unaenea kwa haraka sana, inamaanisha kwamba nafasi ya sisi kuipata ni haraka sana. Jambo la pili, haya maneno ama huu mjadala ama maamuzi ya kuleta kituo cha Ebola katika nchi ya Kenya imetupata sisi kama Wakenya off guard. Hakuna public participation imefanyika, hakuna information yoyote ambayo tumepata kutueleza kwamba tunataka kutengeneza hiki kituo na kitakuwa kinahudumia watu fulani, ama ni kama matayarisho in case tupate ugonjwa huu. Hatujapata habari kama ile kama Wakenya. Hii tumeona tu kwa habari juzi ya kwamba serikali imeamua inataka kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya. Kwa hivyo hii inaenda kinyume na katiba yetu ambayo inahitaji kwamba kabla mambo makubwa kama haya yameweza kuchukuliwa hatua ama kuchukuliwa umuhimu wake, ni lazima kwamba wananchi waeleze kwa umuhimu. Collins, turudi nyuma kidogo kwanza, taratibu. Kwanza unazungumzia mambo mawili. Umezungumzia kwamba kwanza Wakenya unahisi kujengwa kwa kituo hiki ni hatua ambayo inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa huu. Kwanza, unafahamu ugonjwa huu unaambukizwa vipi? Naam, kulingana na habari ambayo tumesoma ni kwamba ugonjwa wa Ebola unaambukizana kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kukua in contact na wale ambao wamepata ugonjwa huo. Njia ya pili ni kama uko karibu naye sana, mnaweza kuwa mnashikana, ama mkiongea naye kama ile mkiongea naye uko karibu naye through air pia unaweza ipata. Kwa hiyo kuna njia kadhaa ambazo ugonjwa huu unaweza enea.
na pia tunajifunza zile lessons ambazo tulipata kutoka kwa COVID. Sasa kama ikiwa ugonjwa huu unafahamu kwamba unaambukizana, ikiwa utagusa majimaji, ikiwa utakuwa karibu na mtu aliyepata maradhi haya, ikiwa utatumia labda shuka zake, kituo kinachojengwa kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi, kwa mujibu wa tulivyosikia kwa taarifa za rais. Kwa sababu gani unahisi kwamba maambukizi yatakuwa kwa Wakenya? Ikiwa kituo kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi, nyinyi Wakenya mtaambukizwa vipi? Lazima tukubaliana kwamba hata kama kinawekwa Laikipia, kuna njia mingi sana za kuingia Kenya, ikiwemo our main airport ambayo ni JKIA, na kulingana na mtazamo wetu, kuna wale ambao wanaweza kutoka huko DRC Congo na wapite katika kituo cha JKIA ndipo waweze kupata njia yao ya kwenda Nanyuki. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutembea kutoka mahali pamoja hadi pengine, unafahamu kwamba mtu akigunduliwa ana maradhi hayo katika uwanja wa ndege kama unavyosema, kwa sababu ni kweli Kenya inapokea watalii wengi, sio tu kutoka mataifa ya Afrika kama Kongo na kwingine, wanatoka maeneo mbalimbali. Unafahamu kwamba ikiwa mtu atapimwa katika uwanja wa ndege na kukutwa ana virusi vya Ebola au ana dalili za ugonjwa wa Ebola, unafahamu kwamba kuna tahadhari za kiafya ambazo zinapaswa kuchukuliwa kabla ya mtu huyo kufikishwa huko kwenye kambi ya Laikipia. Unafahamu? Nafahamu hayo vizuri sana, lakini pia nafahamu ya kwamba dalili za kuonyesha kwamba wewe uko na Ebola ama umekuwa na in contact na mtu ambaye ako na Ebola zinachukua muda karibu siku 20, maybe siku 20 ama more. Mtu anaweza kutoka kule ambako ametoka aje apite JKIA ama mahali pale ambapo atapita, akose kuonyesha dalili ya kwamba labda ameweza kuambukizwa ugonjwa wa Ebola, na anaporudi kuingia kwa wananchi wengine ambao bado afya yao iko sawa, dalili zile zinaweza kuja after 21 days, after 22 days. Kwa hivyo chances ziko ya kwamba inawezekana akose kuonyesha dalili akiingia kwa airport, lakini zile dalili zikuje kuonyesha baadaye akishatoka kwa airport, kulingana na information ambayo tumepata. Mtakuja kwako tena na maswali kadhaa nataka kukuuliza Collins, lakini naambiwa kwamba tumempata hapa Daktari Albert Waguru. Huyu yeye ni waziri wa afya kaunti ya Laikipia. Daktari Waguru, kama unatusikia, kwanza nafahamu kwamba wewe unabeba wajibu mkubwa kwa wananchi wa Laikipia linapohusika suala la afya, ukiwa ni waziri wa afya katika kaunti hiyo. Una wasiwasi na kituo hiki cha karantini kinachojengwa? Asante Saumu. Kwanza nirekebishe jina, mimi naitwa Albert Wagura Taiti, ambaye ni waziri wa afya na daktari wa kule Laikipia, Laikipia County ama gatuzi la Laikipia. Na kujibu swali lako, ni kwamba hiyo center ama hiyo center ya quarantine imeweza kusemekana inaletwa kule kwa wanajeshi. Na kusema ukweli, sisi kama serikali ya gatuzi ya Laikipia hatujafurahia hilo jambo. Kuanzia kwa gavana wetu His Excellency Gavana Joshua Irongo, tumetoa habari zetu na tumesema kwamba sisi hatujafurahishwa. Haswa kwanza ni kwa sababu hatukuhuzishwa kamwe, hatukuhuzishwa hata kidogo, na hatukuambiwa kwamba kuna center kama hiyo ambayo itaanziwa huko. Tunajua kwamba kule kwa wanajeshi ni kwa serikali kuu, lakini ukweli wa mambo kijiografia ni kwamba hiyo sehemu ya wanajeshi iko katika Laikipia na iko Nanyuki, na Nanyuki kuko na watu wengi, na haswa hata wale wanajeshi ambao wanafanya kazi kwa hiyo bara kama hiyo sehemu, wengi wanaishi kati ya watu kule Nanyuki, na pia kuna wafanyikazi wengi wale tunaita civilian wanafanya kazi kule kwa kambi ya wanajeshi na wanaishi kati ya watu.
na vingine kwa hivyo sisi sasa Daktari Wabura, mnao wasiwasi sana, lakini wasiwasi wenu nikisoma maelezo uliotueleza unatokana na sababu tu kwamba hamkuarifiwa. Maanake mngeelezwa mapema, mngekubaliana na ujenzi wa kituo hicho. Hata kama tungeelezewa, kusema ukweli, tungepata nafasi ya kujieleza kwamba sisi hatungekubali kituo kama hicho, kwa sababu Laikipia kwa sasa hivi hatuna hata mgonjwa mmoja wa Ebola. Kwa hivyo kukubalia hicho kituo kije ni kumaanisha tumekubalia kuletewa Ebola katika sehemu yetu. Na tena hii Nanyuki sio ya wana Laikipia peke yake. Hapa ni mahali kuna jamii zote, jamii za kitaifa na kimataifa, na hata watu wengi, watalii wengi wanakuja hapo. Kwa hivyo sisi hatungeweza kukubali kamwe, kwa sababu mimi naona Marekani wako na option nyingi za kuweza kutumia. Kuna mahali kwingi ambapo hakuna watu wangeweza kunegotiate ama kuongea na serikali, na pia hata tunajua kuna hata meli ziko kwa bahari ambazo huwa zinawekwa vifaa vya vita. Kwa hivyo hata pia tungepata hata meli moja kule DRC inafungua katika Atlantic, wangeweka karantini kule kwa ocean ambapo hakuna watu. Kwa hivyo kuna option nyingi zao. Lakini waziri, unajua kwamba kuna vituo takriban 23 kwa mujibu wa Rais Ruto ndani ya Kenya ambavyo ni vya kuendesha tafiti mbalimbali ikiwemo za maradhi ya mlipuko wa COVID wakati ule, na bado vinaendelea kufanya kazi, ambavyo serikali ya Marekani imeisaidia Kenya. Kwa nini una mashaka na hiki kimoja tu cha kupokea wagonjwa wa Ebola? Ni kwa sababu tu kiko na nyuki? Sio kwa sababu kiko na nyuki. Haswa ni kwa sababu huu ugonjwa wa Ebola, na haswa ile strain ambayo iko sasa hivi, ni strain ambayo inaambukiza kwa haraka sana. Na kusema ukweli ni kwamba Laikipia kule hatuna kituo cha utafiti. Na tena Wamarekani wamesema wazi, wamesema hicho kituo kitakuwa cha kuwasaidia Wamarekani wenyewe, lakini hakuna value yoyote ama hakuna dhamana yoyote ambayo hiki kituo kinakuja kuongezea kule Laikipia. Kusema ukweli, tuko na mambo mengi ambayo yanatusumbua ambayo ni ya kiafya, ambayo inazidi hiyo mambo ya Ebola. Na tena hiki kituo kama hakisaidii wana Laikipia, hakisaidii wana Kenya, sasa basi tunaona tu kinatuletea tu hasara. Tena tunajua kwamba hii magonjwa ama hii virus ya Ebola huwa inakaa natural reservoir yake inakaa mahali kuna wanyama, haswa hawa wanyama nyani, na tuko na nyani kule Olpajeta. Na kwa hivyo kama hiyo magonjwa yanaweza kuja hapa, na kwa bahati mbaya ishikane na nyani, ni kumaanisha tutapata ile tunaita cyclic outbreaks, kama vile tunapatanga kule DRC Congo, ambapo inakaa miaka fulani tunapata mlipuko, tunakaa tena miaka fulani inakaa mlipuko, kwa sababu hii virus iko pia kwa wanyama, na ikija kwa bahati mbaya ipate wanyama kule Laikipia, ni kumaanisha sisi tutakuwa sisi tunaishi kwa sehemu ambayo iko na Ebola milele. Kwa hivyo sisi tunasema la asha, na kama Kenya tunaona tunahitaji, basi ingekuwa policy decision nzuri ya serikali, uamuzi mzuri wa serikali, na waangalizie ni wapi haswa mahali kuna KEMRI, na ndio waweze kuhuzisha hata KEMRI. Sisi hatuna utafiti katika Laikipia, na hata hawa wanajeshi hii kambi, kusema ukweli, hata wanajeshi hata kama hawasemi kwa sauti, wanasema hata wao wanaogopa
imewahofisha sana, na wanaona hata wao wenyewe watakuwa hatarini. Sawa sawa. Collins, wewe ni mwanaharakati na haya maandamano ambayo yamekuwa yakionekana huko Nanyuki na kelele za Wakenya kwenye mitandao, yote haya na wewe ni sehemu ya kuunga mkono hayo. Unadhani kwamba Kenya haihitaji kabisa kituo cha namna hii kwa mtazamo wako? Hatusemi ya kwamba hatuhitaji kituo cha namna hii. Jambo la kwanza, nadhani tukianza kuongea, ulisema ya kwamba shirika la afya duniani limesema ya kwamba Ebola sasa ni emergency, global emergency. Haijakuwa declared a disaster per se, lakini bado ni emergency. Na kulingana na sisi ambao tuko Afrika, Kongo si mbali sana na Kenya, Uganda si mbali sana na Kenya. Hatusemi hatukitaki, tunataka kituo, lakini jinsi ambavyo daktari ameeleza, kuna pahali pengi ambapo tunaweza tukaweka kituo ama vituo ambavyo vinaweza vikatusaidia kuhakikisha kwamba kama kuna wale wagonjwa ambao wanaonekana wameshika hizi virusi, wanaweza kuwekwa pale away from watu wengine, ndo tusikuwe na nafasi ya kusambaza hizi virusi kwa haraka. Jambo la pili venye waziri pia amesema ni kwamba nadhani kwa sababu hii ni public health concern, nadhani ya kwamba ingekuwa vyema kama serikali kuu inataka kutengeneza hii kama policy issue, ihusishe kila mtu, kwa sababu tunaelewa ya kwamba ukipea wananchi information inawasaidia pia kufanya maamuzi ambayo yatawasaidia kukuwa careful na afya yao. Sasa sisi kwa sasa hivi, hii ni habari ambayo hatukuwa nayo kabisa. Habari ambayo tumepata tu ni kwamba kituo kinatengenezwa. Jinsi ambavyo serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ziliweza kukaa pamoja kusikizana, hatujaona hiyo maamuzi, hatujaona hiyo the signatures, hatujui information yote kuhusu hizi maelewano yao. So hiyo inatuweka katika hatari, kwa sababu kituo kikiwekwa alafu Ebola itokelezee, sisi hatuna habari, tunaweza jikinga vipi na hii Ebola? Jambo la pili ni kwamba daktari ameeleza na nazidi kusema kwamba kwa ufupi kabisa Ebola. Naam. Kwa ufupi kabisa, nafikiri tumalizie hapo, muda wetu umekwisha, lakini ndugu Kwena yuko upande ule, alikuwa anatazama maoni kama yapo, tusomee moja tu, muda umekwisha. Naam. Una maoni? Si maoni vile, lakini kulikuwa na swali moja ambalo lilikuwa ameulizwa katika mtandao wetu mapema kidogo. Walikuwa wanauliza kuhusu utayari wa serikali ya Kenya wa kukabiliana na Ebola, na kukuwe na swali lingine ambalo lilikuwa linakuja kwamba je, inaonyesha kwamba umma haujahusishwa? Iwapo umma ungehusishwa, je, wangekubali kituo cha Ebola kujengwa? Ambalo tumeshauliza, lakini swala la utayari, pengine kama tuna sekunde 20, Dr. Wabura, pengine utueleze wewe kwa ufahamu wako, unadhani Kenya iko tayari kupambana na maradhi haya ikiwa itatokea kwamba maambukizi yamegundulika Kenya? Kusema ukweli, Kenya ujitayarishaji wetu ama preparedness iko ile tunaita basic mpaka intermediary. Kwa hivyo tuko chini sana, kwingine hata hakuna matayarisho hata kidogo. Haswa kama Laikipia tuko hiyo basic mpaka intermediary, na hatari ilikuwa moderate. Sasa hii center ikiletwa, asante waziri Wabura, kwamba hamjajitayarisha lakini mnapinga kituo cha kuwapokea wagonjwa wa Ebola hapo Laikipia. Asante waziri, na kushukuru sana Waziri Albert Waguru wa kaunti ya Laikipia. Lakini pia wagonjwa wetu wao ni wagonjwa wa Marekani. Sawa, lakini wanawapa uzoefu wa kujifunza vipi kushughulikia wagonjwa. Asante Dr. Waburu na Collins, mwanaharakati kutoka huko Nairobi, na washukuru nyote.